Anashangaa watoto naye anaanza kuongea kama dada. Wanakopi. Yaani vitendo vyao mnavyofanya watoto wao wanafanya nini? Wanavifuata. Na ni kwa sababu wako na nyinyi muda mrefu. Tena ningependa kusema kabisa, dada hapa alisema nyinyi ni kama walezi wa pili, si ndio? Lakini nyinyi sio walezi wa pili. Wadada wengi sana sasa hivi wao ndo walezi wa kwanza, sio wa pili. Nyumba chache sana nyinyi mnakuwa ni walezi wa pili. Nyinyi ni wa kwanza. Maana mama au baba anaondoka asubuhi, si ndio? Anarudi usiku. Mtoto anaenda shule sawa. Akirudi mchana mtu wa kwanza anakuwa nani? Dada. Ni dada. Mamake hata akija jioni ni masaa mangapi? Machache. Tena anaweza hata simuwahi ameshalala. Mpaka labda weekend. Wengine ndo wanasafiri hawapo kabisa. Sasa hapo mlezi wa kwanza ni nani? Dada. Ni dada. Kwa hiyo nyinyi ni walezi wa kwanza kwenye nyumba nyingi sana. Sio tena wa pili kama zamani. Zamani wakati mama zetu, dada zetu walikuwa wafanye kazi, ni mama wa nyumbani ndio walikuwa wao ndio walezi wa kwanza, si ndio? Mama yuko nyumbani. Lakini sasa hivi nyumba nyingi wa mama wako wapi? Makazini, wanafanya biashara. Kwa hiyo dada wa kazi ndio mlezi wa kwanza. Haya. Na hata kwenye tafiti over 70% ya vitu ambavyo mwanadamu anajifunza, especially mtoto, ni vinatoka kwenye actions zaidi ya maneno. Kwa hiyo inawezekana kabisa ukawa unamfundisha mtoto fanya hivi, lakini tu kama wewe unafanya tofauti, yani hatofanya vile unavyomwambia, atafanya vile ambavyo wewe unafanya. Tulishawahi kuwa pia na kesi nyingine ya dada anasemeshwa na bosi wake ananyamaza. Baadaye madam anashangaa pia mtoto wake hamjibu, hata kimuuliza kitu naye ananyamaza. Kwa hiyo sio vitu ambavyo anafundishwa, lakini ni vitu ambavyo anaviona kwenye mazingira na watu wanaomzunguka. Na hiyo ina msingi sana, kwa sababu hata kwenye Biblia imesemaje? Mtawajua kwa nini? Kwa matendo yao. Sio maneno. Mtawajua kwa manini? Kwa matendo yao. Sio maneno. Kwa hiyo watoto tunawafundisha kwa maneno, kwa matendo? Kwa matendo zaidi. Haya sasa. Na mimi najazia wale wa makanisani, mnabeba mabibilia makubwa lakini matendo. Siku ya Jumapili Biblia wewe wa kwanza uko kanisani. Tena unashinda huko. Wengine na kukesha mnakesha. Lakini dada aliyekuwa hapa, yule dada aliyefungwa miezi 6 yule, alikuwa anakesha na maombi. Nakwambia ni kunena kwa lugha watu hawalali. Jumapili kanisani. Lakini matendo yake alifanya nini? Yalimwanika. Alikuja akaiba, akamwibia bosi wake. Lakini bahati nzuri alikamatwa, ndio hivyo. Sheria zikachukua mkondo wake, akahukumiwa miezi 6 jela. Kwa hiyo hii hofu ya Mungu watu wengine huwa wanaijumlishia kwenye kwenda kanisani. Yaani anaona akishabeba Biblia akaenda kanisani, yeye ni mtu mwenye hofu ya Mungu. Hapana, matendo yako ndio yatakayoakisi kweli una hofu ya Mungu au una hofu ya shetani. Labda alipitiwa na shetani. Sawa, anapitiwa. Dada Center. Ya familia. Chukua mic. Twende itakusaidia. Unampenda Mungu? Wewe unampenda Mungu? Ndio. Ndio. Unampenda Mungu? Ndio. Kwa hiyo kitu gani kitatuonesha wewe unampenda Mungu? Una matendo gani ambayo yanampenda Mungu? Ukiwa na hofu ya Mungu uwezi hata sio ukiwa wewe hapo. Sio ukiwa. Mimi nayo. Staki story, ndio tuambie unafanya nini? Nyumba unayoishi? Mbona mtoboa mwenzako? Nao watatu. Naishi nao vizuri. Tupe mfano wa vitu unavyofanya kwa watoto ambavyo vinaonyesha wewe unamcha Mungu au unampenda Mungu. Na wale vizuri hao watoto kwa sababu mama wao anatoka asubuhi anarudi usiku. Kwa mimi ndo kila kitu pale. Sasa unawaleaje vizuri? Tupe mfano. Na hakikisha wanakula kwa wakati. Hata shetani analisha. Hata shetani analisha, mjui? Analisha na kila mtu kwa wakati wake. Shetani na wakati wake namna. Kwa hiyo tuambie unawalea vipi? Yaani tupe maelekezo, tupe utaratibu wako siku nzima, ambao mtu akisikiza asema kweli huyu binti anampenda Mungu, jinsi anavyowalea watoto. Na wale watoto kwa jinsi mimi ninavyokuwa na imani ya Mungu. Kwa sababu gani? Kwa mfano mimi nikiwa labda natukana ovyo, watoto wakiona mimi natukana ovyo na wao sio wataniiga. Kwa mimi nikiwa nazulula ovyo, sema mbona dada anazulula na sisi tunazulula tu. Wewe utukani? Mimi situkani, wananijua. Situkani ovyo.
Utukani ovyo, unatukana kidogo tu. Situkani, yani kifupi mimi situkani. Kama mtoto akikosea mimi namwambia hapa umekosea, ananisikiliza. Yani namshukuru Mungu watoto wangu sio wajibu. Akakupiga kibao kile ghafla. Haijatokea, haiwezekani. Kwa sababu wamelelewa kwenye mazingira ya dini. Okay, kwa hiyo wewe utukani, uzuruli ovyo. Mimi si zuruli wala situkani. Yani kifupi mimi sina tabia mbaya. Hata bosi wangu ananijua kwa sababu hadi anasema yeye mwenyewe, yani natoka asubuhi narudi saa 12 lakini sijawahi kuletewa kesi mbaya kwa sababu majirani waambia sana. Kwa hiyo eti majirani waambia. Wanafikishaga habari. Kwa hiyo yani mimi yani na hofu ya Mungu japokuwa sio sana, lakini hiyo nilokuwa nayo naitumia. Kwa sio sana kivipi? Hebu tuelewesha. Hofu ya ukiwa na hofu ya Mungu sana, unajua sana ndo hivi, afu sio sana ndo hivi. Sana sile unakuta kama sisi Waislamu nini saizi kafunga juba kubwa. Sasa mimi ninayo lakini sio ile sana. Wewe hujafunga leo? Mimi sijafunga. Hapa pilau utakula hiyo. Mapema. Nimependa pointi yake moja, amesema kwamba anashukuru watoto walionao sio watundu. Sasa hawa ni watoto wachache sana. Nyinyi mnao kwenda kwenye malezi ya watoto 95% au hata na zaidi. Watoto nifanyaje? Ni watundu. Sasa hawa watoto watundu tunawalea vipi? Kwa kuapply kumpenda Mungu na kumcha Mungu, ili wale watoto walee vizuri bila ule utundu wao yani kukufanya wewe walee vibaya. Unasema mitoto mitundu hii. Nafikiri labda kwa neno utundu inakuwaga na shida nalo kidogo. Akasema watoto wake wameelewa vizuri. Lakini wadada wengi so familia kwa sababu mimi waulize swali. Wewe una mic Mungu sisi sana tunamuita baba baba yetu. Akiwa kule mbinguni amekaa, let's say na malaika nini sijui si Gabriel nani, si ndio? Akituangalia sisi, mnafikia atasemaje hii mitoto? Nani mtu achukue mic hiyo? Siongea wewe, shika. Kwa hiyo Mungu hivi mwenzi wake unatakiwa usile, ila wewe utakiwa weka mic. Mungu akikaa akituangalia, tuongee ukweli jamani, si ndio? Akituangalia kwa juu aseme hii mitoto nini? Lakini sisi tunawaita watu wadogo nini? Watundu. Yaani mtoto afai kabisa chwili. Lakini Mungu akikaa kwa anatuangalia, anatuonaje? Sisi tunafaa? Sisi sio watundu. Kwa hiyo sasa hii inatufundisha nini hapa? Kwamba swali nikiuliza tena, je, watoto ni watundu? Au kama sisi tunakosa tu mwongozo? Unaelewa? Si ndio jamani au? Nimeingia pazito kidogo. Si ndio akila au? Ni kweli. Nadhani ni kukosa miongozo na understand pia kwamba watoto they are very energetic na hawana kitu ambacho wanaweza kukifanya kikawa productive kwa muda. Yaani kwa hiyo kimwacha na ile energy ambayo anayo, wewe usipo-understand kwamba ni energy, kwa hiyo unatakiwa ujue namna ya kuweza kudeal nayo, ambayo ndio huo mwongozo unausema, namna ya kuweza sasa kuutilize energy mtoto alionayo positively, kwa sababu kama usipoitumia wewe ama usipobuni mbinu za kuweza kumsaidia yeye kuzitumia positively, maana yake atazitumia in another way ambayo itasababisha madhara, au wewe utaanza kumuona kwamba ni mtukutu ama ni mkorofi ama mtundu. Lakini kimsingi ni kwamba watoto wana energy, ambayo hizi energy maana yake zinahitaji dada awe mbunifu kutengeneza activities mbalimbali. Kama sasa hiyo michezo, sio kimaliza michezo takisha labda ameoga, amekula, baada ya kula amechoka, talala, akiamka upo naye. Yani tayari unajua namna ya kudeal na huyo mtoto.
Kwa kufanya hivyo, na ukiwa muda huo wewe unamcha Mungu, unampenda Mungu, kwa hiyo hata matendo yako mengine anazidi kujifunza ni mazuri, na vitu unavyoendelea kumfundisha ni vizuri. Baada ya muda unaweza kushangaa huyo mtoto huwezi, ama hata sio baada ya muda, wewe unavyomlea mtoto usiwahi kabisa kuona kwamba ni mtundu. Lakini mtu mwingine atakapokaa naye akashindwa kufanya vitu ambavyo wewe unavifanya au pale mnavifanya, lazima muone huyo mtoto ni mtundu. Ndio maana mtoto anaweza kuwa mtundu kwa mtu mmoja, alafu kwa mtu mwingine akawa sio mtundu. Yaani mtu akasema kabisa mtoto mbona yani anakushangaa ukimwambia kwamba mtoto ni mtundu. Kumbe ni kwamba huyo mtoto huyo mtu amejua tu namna ya kudeal naye. Yaani ana hiyo miongozo, anajua namna ya kumtengenezea mtoto activities, anajua namna ya kumsababisha mtoto utilize energy alionayo. Asipoitumia ndo ataenda kucheza binuke huko anguke. Lakini kama wewe una michezo yake mizuri umeitengeneza, atacheza, atachoka, ataoga, atakula, atapumzika, akiamka ana vitu vingine, atafanya homework ya shule, atapita sijui umemfundisha vitu vya dini, atafanyaje sijui upo naye. Yani umehakikisha kwamba umembana nayo ratiba kabisa. Kwanza mtoto unamtengenezea nidhamu, lakini pia hata hiyo kusema ana utundu hautowahi kuiona. Yani hivyo. Umeongea vizuri kabisa. Ila vyote vilivyoongea viko kibinadamu. Si ndio? Which is good. Ina uzuri wake, tuko duniani anyway. Lakini tukirudi zaidi kwenye swala la kumpenda Mungu, si ndio? Kwenye hofu ya Mungu, kumpenda Mungu, kumcha Mungu. Dada alisema pale. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo. Njia impasayo. Naye ataiacha. Okay. Naye ataiacha, si ndio? Okay. Narudia tena. Sisi Mungu tunamuita baba, si ndio? Ndio. Sisi kama watoto wake ametupa nini? Miongozo ya kuifuata. Ambao tusipoifuata kinatokea nini? Tunapata consequences. Ndio maana nikasema tena Mungu akituangalia sisi pia anatuona sisi ni watundu, atufai. Adam alianza utukutu na Hawa, si ndio? Hawakumsikiliza, si ndio? Ndio. Kwa hiyo sisi tunaita watoto watundu, lakini sisi hatujioni utundu wetu, si ndio? Kwa hiyo ukisema watoto ni watundu, utundu wameutoa wapi? Kuna mtoto amezaliwa tu mtundu? Hapana. Kwa hiyo kautoa wapi utundu? Kwa watu wanaomzunguka. Kwa watu wanaomzunguka. Mtoto hawezi kuzaliwa watu wakaanza kutukana. Hata maneno tunaanza kumfundisha sikuongea, si ndio? Kwa hiyo maana yake ukisema watoto watundu, nionyeshe familia yao, nionyeshe baba. Watoto wote kwa pamoja, kwa sababu dada wewe kumpenda Mungu au kumcha Mungu peke yake hakutambadilisha mtoto. Sawa, wewe ni mlezi wa kwanza, si ndio? Lakini baba na mama pia wana mchango wao, kama na wao watakuwa wanamcha Mungu. Kwa hiyo wote wawili wanahusika. Si umeelewa? Tasema wewe ni mlezi wa kwanza, wazazi wa watoto ni walezi wa pili, au nao pia ni wa kwanza kama wewe kutokana na nyumba, si ndio? Kwa hiyo maana yake, yani point nataka kusema, tukizungumzia mambo ya kiroho hapa ambayo ndo tunazungumzia hapa, ambayo ndo tunataka yawe chachu ya malezi. Mlezi wetu wa kwanza ni Mungu. Sisi wazazi ni watoto wa Mungu, si ndio? Katupa mwongozo. Na sisi inabidi tuwape watoto nini? Miongozo. Tusibaki kusema watoto ni watundu. Kwa sababu huo utundu wameutoa wapi? Sijui umenielewa hapo Jamani, nimeelewa. Nimeongea kitu ambacho mkichukue sana leo. Kwa hiyo mimi sipendi kweli kusikia watu wanasema mtoto mtundu, mtoto mtundu, mtoto mtundu, mtoto mtundu. Kama mtoto mtundu, basi wazazi watakuwa pia ni watundu, au walezi wa mtoto watakuwa ni watundu. Japokuwa pia kuna watoto wengine ambao unakuta hawana tabia mbaya hizo, kusema atatukana au atafanyaje, lakini ni ile tu ni yani michezo atakayotaka kucheza very risk, yani ana energy. Kwa hiyo kuna utundu, nadhani hapo kuna labda kuna utofauti. Kuna mwingine ambaye atatukana pia atakuwa na define kama utundu. Sasa huo sio utundu. Maana yake ndio hiyo muongozo kwamba atumie nguvu zake kufanya nini, atumie energy aliyokuwa naye kufanya nini. Je, michezo nampa, si ndio? Yani maana yake nikisema utundu au kufanya makosa, kuna ile utundu unamwambia asifanye hichi, anafanya. Usiguse, hapo ndo muongozo unatakiwa upewe. Sasa ni kama Mungu anavyotuambia. Mungu sasa anatuambia usizini, tunazini. Usiue, tunaua. Usitukane, tunatukana. Haina tofauti. Usiibe, unaiba. Haina tofauti na watoto. There is no, yani hakuna tofauti kabisa. Wewe mtoto unamwambia sasa hivi saa 12 unatakiwa ukaoge. Hataki kuoga. Lakini akachelewa kuoga, akalala late. Kesho asubuhi kuamka kwenda shule shida. Yuko hoi. Faida ni ya nani? Ni mtoto. It's exactly ndio hivyo Mungu naye anavyotulea sisi. Kwa hiyo tunarudi pale pale. Mungu anatulea sisi. Sisi tunataka tulee watoto wetu. Hiyo ngazi inatoka ishuke hivi. Kwa hiyo tunapokosa miongozo ya Mungu, sisi wenyewe wazazi au walezi hatuwezi kuwapa watoto. Ndio haya mambo tunayasikia sasa hivi sasa. Bye.
Ndio ile you can't give what you don't have. Ndio hivyo. Lazima utoe ulichonacho. Okay, karibu Jessica. Jessica anza. Wadada Center. Nguzo ya familia. Nahisi mpaka mtu anafikia level ya kusema huyu mtoto ni mtundu. Hajataka connect na yule mtoto. Hajataka kumuelewa yule mtoto. Kwa sababu unakuta amemkuta kweli mtoto anayo tabia. Labda yani unamwambia fanya hichi. Umeambiwa usitoke, mama kasema usitoke. Huyo akishatoroka. Ila wewe pia umegundua namna gani unaweza kuongea na yule mtoto akakuelewa. Kwa sababu wewe utatumia tu nguvu. Kwamba wewe mamako sikakwambia usitoke. Sasa yeye mtoto ukimjia kwa nguvu naye pia atakuchukulia kama adui. Atajidefend. But kuna namna unaweza kuongea naye. You have to go to a certain level ili muelewane. Unatakiwa ushuke kwenye level fulani, ngazi fulani ya kumuelewa yule mtoto, kwa sababu hakuna mtoto ambaye hawezi kukusikiliza. Ni namna sasa unatakiwa ujue mimi nijichuni namna gani, sio kwa kutumia nguvu. Maana kuna ile unamwambia sasa wewe ngoje mamako, utajua mwenyewe. Yaani yeye mwenyewe anajua tu kwamba si mama atakuja, si nitagombezwa, sitaisha. Ila kuna namna yeye mwenyewe kumtengenezea ile nadhiri ya kwamba nachokifanya sio kizuri. Na pia ukiconnect naye ukitengeneza naye mahusiano fulani, naye pia kuna vitu hatataka akuangushe. Yaani kuna kile atasema jamani dada hatapenda. Si aliniambia jana kwa upole, si aliniambia hivi na hivi. Dada hatapenda. Anaelewa ni kwamba una hamu. Yaani sio kwa sababu mama amesema, sio kwa sababu yani anajua kabisa yani dada anatamani na ni kwa nia nzuri. Kwa kuna ile namna unatakiwa umuelewe huyo mtoto. Kwa sababu kama wanavyosema mtoto sio mtundu, sisi wenyewe ni watundu. Kwa hiyo kuna mazingira tayari yameshakaa ndani yake. Kwa hiyo mpaka kuyabadilisha yale mazingira inabidi pia wewe umuelewe. Sio sasa useme watoto wameshindikana. Bado anakuwa, bado ana nafasi ya kubadilika. Sasa wewe tumia hiyo kama nafasi sasa ya wewe kutumia hofu yako ya Mungu, kutumia nidhamu yako ya Mungu. Naweza nikaitumiaje hapa nikaleta mabadiliko hata kama sio sana, kidogo. Makofi jamani. Makofi makubwa. Kikubwa anachosema ni jaribu kumuelewa mtoto, si ndio? Jaribu kumuelewa. Mungu anatuelewa sisi, si ndio? Au? Si ndio katumba? Ndio. Mungu si ndio katumba? Si anatujua? Sasa shida inakuwaga moja. Pale ambapo tunazaa watoto wakati sisi wenyewe hatujui kuhusu watoto. Jamani, mmenisikia? Akila mmenisikia? Nimekusikia mkurugenzi. Naona umeshusha mic. Naongea na wazazi sasa. Mungu katuumba, anatufahamu, anatuelewa. Akatumba, akatengenezea mazingira tuweze kufanikiwa. Katupa mwongozo, katupa jua, katupa ardhi, tulime na nini. Kabla hajatuweka wapi? Duniani, alitengeneza yale mazingira. Sisi wazazi hatuwaelewi watoto wetu, hatuwaekei mazingira ya kufanikiwa, hatuwapi miongozo. Alafu leo hii tunajifanya watoto hawafai. Huwezi ukazaa mtoto kama ufahamu kuhusu watoto. Manake hutaweza kuwalea vizuri. Tatizo ni kwamba sasa hivi watu wanazaazaa tu ovyo. Si umeelewa? Watu wanazaazaa tu, wanajifungua, wanapata na watoto, wakati kumbe wao wenyewe kichwani ni watoto. Hawajakuwa. Hivi jiulizeni, kama Mungu angeweza kutumba sisi afu na yeye mwenyewe yuko kama baba yetu na mama yetu, dunia ingekuwaje? Maana ingekaa kidogo ngashangaa mwezi umeshuka huko kule.
kuna uzembe fulani umepanda mbegu ya shakadhi imeinuka. Kuna uzembe fulani mwenyewe hajui, si ndio? Wazazi wengi sasa hivi wana watoto lakini wao wenyewe hajui kuhusu malezi, hajui kulea watoto, hajui misingi ya malezi.